Wasifiwe. Leo nataka kusema kwa hii dunia kuna mambo mengi ambayo mwanadamu anaweza kuzuia, lakini hakuna mwenye anaweza kuzuia mpango wa Mungu. Kuna mipango aina mingi dunia hii. Kuna mipango ya wanasiasa, na hata siku hizi watu wanasemanga sipangwingi, lakini ni vizuri ukubali Mungu akupange. Leo nataka kuhubiri kutoka kitabu cha Samueli wa kwanza 24 mstari wa kwanza mpaka 22. Kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Daudi. Mpango wa Mungu ilikuwa yeye awe mfalme, lakini Sauli mwenye alikuwa mfalme akamuonea wivu na hata akataka kumuua mara kadhaa. Siku moja wakiwa Engedi, Samueli akapata nafasi ya kumuua Sauli, lakini hakumuua. Alikata tu vazi lake na akamwacha. Akamwambia, ningetaka kukuua ningekuua. Na mwishowe Sauli akaenda kuwa mfalme. Iko vitu vitatu nataka tujifunze. Jambo la kwanza ni ya kwamba hakuna mwanadamu anaweza kuzuia mpango wa Mungu. Kwa maisha yako kubali kila siku kuwa kwa mpango wa Mungu. Na hata changamoto ikija, jua kwamba hakuna mwanadamu anaweza zuia mpango wa Mungu kwa maisha yako. Mungu akisema atakubariki, atakubariki. Akisema utaenda upande huu, utaenda. Hata ukatae, hata ujaribu kupinga, hatuwezi zuia mpango wa Mungu. Naomba kila siku tunapoomba useme mapenzi yako na mpango wako utimie kwa maisha yetu. Kitu cha pili, mpango wa Mungu, watu ambao wanafaulu wanatumia njia za kimungu. Daudi angejaribiwa kwenda shortcut na kumuua Sauli, lakini hangepata baraka. Wakati mwingi kuna majaribu ya kutofuata mpango wa Mungu kwa sababu inaonekana ndefu na ya kuchosha, na hata wakati mwingine inaonekana si karibu. Daudi alingojea miaka kama 30 ndio akawa mfalme, lakini alingojea, hakuharakisha. Ni vyema kungojea mpango wa Mungu. Na jambo la mwisho, ni vizuri kutumainia Mungu kwa sababu mpango wake utatimia kwa wakati. Naomba mpango wa Mungu utimie kwa wakati kwa kila mmoja wenu. Akutane na mahitaji yenu, awasaidie na awape haja za mioyo zetu. Atupe sisi sote haja za mioyo yetu. Na tuombe. Baba Mwenyezi na mwenye rehema, tukuita na tunaomba uwe pamoja nasi, ukutane na mahitaji yetu, utubariki na kutuongoza hata kwa wiki nzima. Naomba uwe pamoja nasi na ubariki kazi, bariki huduma ambayo tunafanya na wote wa jamii zetu. Utusaidie kila wakati tuishi kwa mpango wako, na tufuate kielelezo cha kuvumilia na kungojea mipango yako itimie. Utubariki na utuongoze kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Thank you.